Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo mahali popote ulipo ulimwenguni na unapotusikiliza. Karibu sana katika kipindi chetu cha saa ya faraja katika Kristo. Mungu akubariki sana mahali popote ulipo na unapotusikiliza. Na leo tuna somo zuri sana ambalo lina kichwa kinachosema baraka za utiifu. Baraka za utiifu. Baraka za utiifu. Utii ni kufanya kile Mungu anachokuagiza au unachoagizwa na mtu kwa usahihi. Kutokutii ni kwenda kinyume na maagizo uliopewa. Sasa tutaongozwa na kichwa cha somo hilo katika kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, sura ile ya 28, mstari wa 1 mpaka wa 10. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kufanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mjini, utabarikiwa na mashambani. Utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ng'ombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia 7. Bwana ataiamuru baraka ije juu yako katika ghala zako na mambo yote utakayotia mkono wako, naye atakubarikia katika nchi ya kupa Bwana Mungu wako. Bwana atakuweka uwe taifa takatifu kwake, kama alivyokuapia, utakaposhika maagizo ya Bwana Mungu wako na kutembea katika njia zake. Na mataifa yote duniani watakuona umeitwa kwa jina la Bwana, nao watakuwa na hofu kwako. Bwana Yesu asifiwe. Na umeona tumesema kichwa cha somo letu ni baraka za utiifu. Utii umebeba miujiza mikubwa sana. Matatizo yote tunayoyapitia ni kwa sababu ya kukosa utii. Na neno la Mungu limeeleza wazi katika kile kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura 28, mstari wa 1. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Weka bidii katika kusikia sauti ya Bwana katika maisha yako. Weka bidii katika kutunza, kuyafanya maagizo yake yote. Sio nusu, amesema kuyafanya maagizo yake yote akuagizayo leo. Leo ni nini Mungu amekuambia ukifanya na haujakifanya? Tii maelekezo Mungu aliyokupa, na ikipo kitu kikubwa kitatokea kwenye maisha yako, kwa sababu Mungu sio mwanadamu aseme uongo au wajute. Ikiwa amesema kitu, basi atakufanyia. Lakini jaribu kusikia, omba kwa ajili ya masikio yako ya ndani, ili uweze usikivu wako wa ndani uweze kukaa sawa katika kumsikia Mungu. Lakini pia omba Mungu akupe neema ya kutii kile anachosema na kukifanyia kazi. Usiwe msikiaji tu, lakini uwe mtendaji. Baraka hazipo katika kusikia. Baraka zipo katika kusikia na kuchukua hatua. Unaposikia sauti moyoni mwako kajua hii ni sauti ya Mungu, basi ukachukua hatua, utaona matokeo. Na unaona anasema kwamba baraka zitakujilia na kukupata. Mtu ambaye anaitii sauti ya Mungu, siri mojawapo ni kwamba hazitafuti baraka. Baraka huwa zinamjilia yeye na kumpata. Yaani ukishasikia tu sauti ya Mungu, baraka zinakujilia na kukupata. Lakini anasema utabarikiwa uzao wa tumbo lako. Utii unaleta kubarikiwa hata uzao wa tumbo la mtu. Kuasi kunaleta laana hata katika uzao wa tumbo.